na kuletea ujumbe unasema tuondoke twende kwa nani? Tuondoke hapa twende kwa nani? Twende wapi? Tukafanye nini? Kwa sababu gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Nitakusomea maandiko matakatifu. Tufungue kile kitabu cha Injili ya Yesu iliyoandikwa na Yohana. Injili ya Yesu iliyoandikwa na Yohana, sura ya 6 mstari ule wa 7 hadi 68. Somaji wetu mzuri utasoma hicho kitabu cha Injili ya Yesu iliyoandikwa na Yohana mtakatifu, sura ile ya 6 mstari wa 67 hadi 68. Haleluya. Haleluya. Nisikie makofi, vigelegele. Tuondoke twende kwa nani? Kitabu cha Yohana sura ya 6 mstari wa 67 na 68, Biblia inasema, ndio. Basi Yesu akawaambia wale thenashara, ndio, je, ninyi nanyi mwataka kuondoka? Basi Simon Petro akajibu, ndio, Bwana, twende kwa nani? Twende kwa nani? Wewe unayo maneno ya uzima wa milele. Wewe unayo maneno ya uzima wa milele. Wa milele. Umeishia hapo. Amen. Umeishia pale, si ndio? Yes. Bwana asifiwe sana. Nanyi mwataka kuondoka? Ninyi nanyi mnataka muondoke? Yohana, Simoni Petro anamjibu Yesu, tuondoke twende kwa nani? Wewe unayo maneno ya uzima. Bwana asifiwe sana. Wewe unayo maneno ya uzima. Ukiongeza kale kamstari ka chini pale, amesema hivi, nitamkia yale maneno amesema pale. Anasema, nasi tumesadiki, na sisi tumesadiki, tena tumejua ya kuwa wewe ndiwe mtakatifu wa Mungu. Nasi tumesadiki tena tumejua ya kuwa wewe ni nani? Ndiwe mtakatifu wa Mungu. Mtakatifu wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Yesu amemaliza kulisha mikate watu wapatao 5,000 ng'ambo ya mto wa Galilaya. Wamekula, wameshiba, wamesaza. Biblia inasema yameokotwa masazo vikapu kama 12. Vikapu 12. Na ameambia wanafunzi sasa watangulie kwenda ng'ambo ya pili, wakati yeye anawaaga makutano kisha anapanda mlimani kuomba. Watu wamemtafuta Yesu wakijua wanafunzi wa kutoka naye wamebaki kule ng'ambo, lakini hawakumuona Yesu. Kumbe Yesu ameenda, amesali, amemaliza, naye amevuka, amewafuata wanafunzi walikotangulia. Lakini watu wanamtafuta, hawamuoni tena huku ng'ambo ya Galilaya, ya mto Galilaya. Wanamfuata huko aliko, wanamkuta mahali panaitwa Kapanaumu. Yuko kwenye sinagogi anafundisha. Wakati anaendelea kufundisha, Biblia inasema maneno ya Yesu yanaonekana ni magumu, hayaeleweki kwa wanafunzi. Kipindi hiki watu wote waliokuwa niamini waliitwa wote kwa pamoja wanafunzi wa Yesu. Wale 12 walikuwepo, lakini na wale wengine wote, kundi lote, ule umati wote ambao ulivuka kutoka ng'ambo ile kufuata, nao wameitwa ni wanafunzi wa Yesu. Sasa maandiko yanasema maneno yake yanaonekana ni magumu, hawaelewi. Kwa sababu Yesu amefundisha juu ya mkate wa uzima. Hawaelewi kwa sababu amefundishwa habari ya mkate wa nini? Uzima.
Na Yesu anatumia mkate wa uzima kwa sababu muda kitambo, masaa machache aliyokuwa amepita, alikuwa amewapa mikate. Kwa hiyo anajua hawa jamaa muujiza mkate hawakuujua sawa sawa. Anaendelea kufafanua maneno. Sasa anaanza kujitambulisha kwao kwamba yeye mkate, lakini yeye ni mkate wa uzima. Jamaa wanamwambia, sisi tumekuja tena tunakutafuta. Yeye anawauliza, nyinyi mnitafuti kwa sababu ya kwamba mimi ndiye Kristo? Hapana, nyinyi mnanitafuta kwa sababu mlikula mikate. Haleluya. Sasa anafundisha fundisho juu ya mkate wa uzima. Alafu anawaambia kwa maneno mengine marahisi kabisa. Yesu ni kama aliwaambia, leo siwapi mikate, leo nataka niwape mwili wangu, muule na munywe damu yangu, kwa maana mimi ndimi mkate wa uzima. Sasa mgogoro unainuka mkubwa pale. Watu wameshindwa kumwelewa, wamekasirika. Alafu wakasema, sasa mafundisho gani haya? Yaani sisi tule mwili wako wewe, tena tunywe na damu, tutafune mguu mkono. Wakawaza kibinadamu. Alafu wakaamua kuondoka. Mungu atusaidie. Wakaamua kuondoka, warudi walikotoka. Sasa Yesu anashangaa, jamaa zinainuka, zinaondoka, zinaacha viti vinakuwa wazi, wanaondoka. Anageuka, anawatazama wale 12, anawauliza, pengine ndio walibaki, anauliza, ninyi nani mwataka kuondoka? Kwa sababu ya haya mafundisho, Simoni Petro anadakia, anamwambia hivi, twende Bwana, twende wapi? Twende kwa nani? Bwana, tuondoke twende kwa nani? Kwa maana sisi tumeelewa na tumesadiki kwamba wewe ndiye mtakatifu wa Mungu. Mpe Yesu makofi mazuri sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya kanisa. Maneno ya Petro ni mazuri sana, yanafurahisha. Nataka nikuletee mambo matatu muhimu mchana wa leo kutokana kwenye hili andiko. Mungu wetu atusaidie sana. Bwana asifiwe sana. Jambo la kwanza ambalo nataka nikuletee ni mgogoro wa imani. Mgogoro wa imani. Leo tunaishi kwenye kipindi ambacho Wakristo wengi tuna mgogoro wa imani. Tunakabiliwa na migogoro ya imani. Tunaona yanayotokea, yanayoendelea duniani. Wako watu wamemwacha Kristo, wako watu wamemkimbia Kristo kwa sababu ya yale yanayoendelea duniani. Wako watu wamefika wameconclude ya kwamba Yesu hawezi tena, Yesu hana nguvu tena, Yesu hana uwezo tena, kwa sababu imani yao imeingia mgogoro na huyo waliyemwamini, huyo waliyemfuata. Pengine ni kwa sababu mtu ni mgonjwa, anaingia mgogoro na huyo aliyemfuata. Pengine ni kwa sababu anadaiwa ada na amekosa pa kuitoa, anaingia mgogoro na huyo aliyemwamini. Pengine kwa sababu mtoto ni mgonjwa. Inawezekana mtu yuko stari, ana miezi mitatu, wengine wako wamemaliza mwaka, wamelala kitandani. Mtu wa namna hii anafika kipindi hamuelewi Yesu ni nani. Haelewi kwa nini amfuata huyu Yesu, kwa nini amsikilize Yesu.
Wanafunzi wa Yesu nao wakajikuta wameingia mgogoro huu, mgogoro wa imani wa kumwamini Yesu. Kwa sababu gani? Wao walienda wanajua atawapa mikate, walitarajia mikate. Siku hiyo wakakutana ana neno, anafundisha maneno. Wanataka mikate, hawataki maneno. Wanataka mkate, hawataki kusikia neno lake. Yesu anawaambia kaeni kwanza, kwa sababu kwenye neno ndipo palipo na chemichemi ya uzima, ndipo miujiza inapozaliwa. Wanasema hapana, tupe mkate sasa hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Wengine wakaona tumeacha biashara, wengine wanasema tumeacha shughuli, tumeacha mashamba, tumeacha uvuvi, tumeacha hiki kitu, tunakufuata wewe Yesu, lakini hatupate tunachokitaka. Ndio mgogoro watu wengi walionao. Haleluya. Migogoro watu wengi wanao huo ni wa kumfuata Yesu. Unafikiriaje kwenye dunia ambapo unaona Mkristo anafanywa manyanyaso, alafu anategemea Mungu atajibu wakati huo? Lakini Mungu anamwambia jipe moyo, jitie nguvu, songa mbele. Bwana atusaidie sana. Ni rahisi kurudi akasema hivi, huyu Yesu yupo, anatosha, anaweza, ana nguvu, anaweza kunisaidia. Ni rahisi mtu kufikiri ya kwamba huyu Yesu kwenda zamani ndio alikuwa anajibu, leo hajibu. Sikia mtu wa Mungu, sikia rafiki, sikia mpendwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikwambie kitu kimoja, shetani wakati mwingine anatumika kuziaminisha akili zetu ya kwamba huyu Mungu hayupo tena, huyu Mungu hatendi tena, huyu Mungu hajibu tena. Nimemwomba, nimemtafuta Mungu, sijamwona akinijibu. Nimesimama kukuletea habari njema mchana wa leo. Huyu Mungu ni yeye yule jana, leo na hata milele. Anajibu tena, hachelewi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Anajibu na wala hachelewi. Yeye ni mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Uaminifu wake ni wa milele. Uaminifu wake unadumu enzi na enzi. Uaminifu wake umedhibitika. Uaminifu wake umedhihirika. Uaminifu wake hawezi kuhojiwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Inawezekana uko hapa, una mgogoro huu, una mgogoro kwenye ndoa, una mgogoro kwenye afya, una mgogoro kwa watoto, una mgogoro kiuchumi, una mgogoro kila mahali. Pengine una mgogoro hata wa kiroho. Umetafuta kila mahali, umeenda, umekataliwa, umetengwa. Wamekwambia hatutaki kukuona kwenye dini na kwenye kanisa letu. Una mgogoro, umeandikwa, umepigwa chapa kama za Kaini. Kaini anapigwa chapa kwamba kila mtu akimuona asimnyanyase. Unaenda na huo mgogoro, lakini umekata tamaa. Umejiuliza, hivi Yesu yupo? Hivi ni kweli anajibu? Sikiliza mpendwa, nikwambie, Yesu yupo. Yesu anaweza na nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumemwona Mungu kwenye hii madhabahu. Tumemwona Yesu katika maisha yetu akihudumia waliokata tamaa kama wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nimemwona akijibu wamama ambao miaka nenda rudi hawakuwa wamebeba watoto, leo wananyonyesha. Leo wananyonyesha kwa neno lililotamkwa. Leo wananyonyesha. Amen. Kwa magoto waliopiga kwenye madhabahu, leo wananyonyesha. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimeona ambao walikuwa hawana mitaji, leo wana mitaji. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikiliza, hiki ni kipindi cha mikate wa nini? Mkate wa uzima. Ikaleta uzima kwenye kazi yako, ilete uzima kwenye nafsi yako, ilete uzima kwenye maisha yako. Haleluya. Maisha yako ya ndoa tunaachilia upako wa kibabe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila mahali ukalazimisha milango ifunguke. Bwana asifiwe sana. Iko nguvu ndani ya Yesu inayolazimisha milango ifunguke. Hata kama hawataki itafunguka. Bwana asifiwe sana. Hata kama wameifunga
na password. Yeye anajua kila password itafunguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Hajapata kushindwa. Tumeambiwa yeye mwenyewe alichukua madhaifu yetu, alichukua dhambi zetu, akatiwa kitanzi, akafa, akanyongwa mpaka kufa kama jaji. Lakini sikiliza, habari njema ni hii, ni ile inayotangazwa na mtume Paulo katika kitabu cha Wakorinto ile sura ya 15, anasema ya kwamba alikufa, akazikwa, lakini siku ya tatu akafufuka. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Akafufuka, kaburi halikumshika tena, na leo yu hai. Amen. Akapaa kaenda mbinguni, leo yu hai. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya watu wa Mungu. Amen. Na kutangazia huyo Yesu aliyefufuka ya kwamba kama alivyofufuka, ndoa yako ikafufuka pia. Kazi ya mikono yako ikafufuka pia. Amen. Wanafunzi wako ufufuke pia. Maisha yako ya kiroho yafufuke pia. Haleluya. Hawa watu wanamfuata Yesu, wanaambia sisi tumekuja kwa sababu jana tuliona muujiza wa mkate umetokea. Akamwambia mimi ni Yesu, nikifanya muujiza mmoja huwa sikopi. Amen. Mimi ni Yesu, nikifanya muujiza mfulani mkubwa huwa sikopi. Watakao kopi pengine nitawachia watakao kuja nyuma yangu, lakini na leo naweza kufanya kitu kingine kipya. Shida watu wakaanza kushindwa kuelewa, wakashindwa kumwelewa ya kwamba yeye ndiye shamba la miujiza, yeye ni tenki la miujiza. Yeye hana muujiza wa mkate tu, ana miujiza zaidi ya mikate. Haleluya. Iko miujiza ya kipekee itatokea kwenye maisha ya mtu mmoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana akajidhihirisha kwako kimiujiza. Haleluya. Haleluya. Umemfuata Yesu, usitahayarike. Umemfuata Yesu, usiaibike. Umemfuata Yesu, ukainuke. Ukainuke. Kila mahali ukainuke. Baraka zikakuangukie, zikakumiminikie. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya watu wa Mungu. Sasa watu wanashindwa kumwelewa. Mwambia Yesu, kwa nini? Hapana, wakaondoka. Anawageukia mitume anasema, na ninyi mnataka kuondoka? Mwambie mwenzako atuondoke hapa. Mwambie atuondoke kwa Yesu. Atuondoke kwa Yesu. Haleluya. Hatuondoki kwa Yesu. Bwana asifiwe sana. Hatutaondoka kwa Yesu. Petro anasema twende wapi? Twende kwa nani? Twende kwa nani? Twende wapi? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Yale yanayokukatisha tamaa yasikurudishe nyuma kamwe. Huyo aliyemwamini ana nguvu, anaweza. Yeye ni Alfa na Omega. Ni Baba uponyaji. Ni Baba anayeponya. Ni Mungu mwenye huruma. Ni Mungu mwaminifu. Amekuwa mtakatifu kwa miaka mingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaona mtu mmoja akafanya upya hapa. Jambo la pili ambalo nataka nishare na wewe kwenye hii habari ni lile swali la uaminifu. Amen. Swali la uaminifu ambalo limeulizwa mahali hapa, ambalo kila mmoja lazima alijibu. Kila mmoja lazima ajibu swali hili. Mstari wa 67 urudie huo. 67 Biblia inasema, Yes. Basi Yesu akawaambia wale thenashara. Yesu akawaambia wale thenashara, Je, ninyi nanyi mwataka kuondoka? Ninyi nanyi mwataka kuondoka? Hili ni swali la kutaka kujenga uaminifu. Mungu anatafuta uaminifu. Yesu anataka uaminifu wetu kwake. Anataka tumthibitishie uaminifu wetu kwake. Tutakuwa waaminifu mpaka kufa. Tutakuwa waaminifu siku zote. Tutaenda pamoja naye. Ninyi naye mwataka kuondoka? Haleluya. Unataka uondoke? Je, majaribu? Je, njaa?
Je, uchi? Je, kwa sababu ya kukosa mtoto? Kwa sababu ya ugonjwa? Unataka kuondoka? Unataka kurudi nyuma? Wengi wamerudi nyuma kwa sababu wameshindwa kujibu swali hili la uaminifu linaloulizwa na Yesu leo kwao, siku zote na daima. Wewe utabaki pamoja nami. Ukifuata Biblia, ukisoma Biblia vizuri, Yesu ameuliza maswali mengi tofauti, lakini ni swali la kipekee. Je, ninyi naye mwataka kuondoka kwa sababu ya ugumu wa maisha, kwa sababu ya mapito magumu, kwa sababu ya watu wamekucheka, kwa sababu ya watu wamekudharau, kwa sababu ya watu wamekutupia nguo zako ulipowaambia nimeokoka, unataka kuondoka kuacha wokovu? Bwana atusaidie sana. Haleluya. Wako watu wanaogopa hata kubeba Biblia. Hawezi beba Biblia yake. Kwa sababu gani? Watu watamcheka. Yesu anauliza, na wewe unataka kunionea aibu? Na wewe unashindwa kujiamini? Unashindwa kujua niliko kutoa? Bwana tusaidie sana. Swali la uaminifu linaulizwa na kwa kila mtu. Bwana asifiwe sana. Nisomee 68 mpaka 69. Tena nirudie maneno haya. Biblia inasema, basi Simon Petro akamjibu, Bwana, twende kwa nani? Wewe unayo maneno ya uzima wa milele. Sababu ya Petro na wenzake kutoondoka, wanakosa waende kwa nani? Kwa sababu Yesu anayo maneno ya uzima wa nini? Wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Twende kwa nani? Kwa sababu wewe unayo maneno ya uzima wa milele. Panaweza pakawa na sababu tofauti na mbalimbali unazozitumia kujibu swali lako la uaminifu ambalo Mungu anakuuliza katika kila hatua. Ungamo la Petro linatupa msingi wa uwezo na ukuu wa Yesu. Kuna sababu kwa nini Yesu ametushikilia sisi. Kwa sababu ana uwezo usiokuwa wa kawaida. Amen. Bwana asifiwe sana. Kuna sababu kwa nini Yesu ametushikamanisha, ametuungamanisha naye. Anatuvuta, anatupeleka huko anakotaka na hatumwachi. Na sisi tunasema hatutakuacha, hatutaenda kwa yeyote, kwa sababu kwa wengine kuna mateso. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ukiondoka kwa Yesu, sikiliza, nachotaka hapa, shikamana na huyu Yesu. Haleluya. Shikamana na huyu Yesu. Upigwe vita, usipigwe vita, huyu Yesu bado ni msaada. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Huyu Yesu bado ni msaada. Huyu Yesu bado kwako ndiye kimbilio na ndio ngome pekee. Kama ni hifadhi, basi ndio hifadhi ya kweli. Amen. Amen. Haleluya. Anamwambia Petro, twende kwa nani? Twende kutoka kwa Yesu, twende kwa nani? Wapendwa, twende kwa nani? Kwa Yesu magonjwa yanapona. Amen. Kwa Yesu kuna ulinzi. Kwa Yesu pana baraka. Kwa Yesu pana uponyaji wa kila namna. Kansa imepona, ukimwi unapona, kila magonjwa ambayo ni makubwa na mazito tunapata uponyaji kwa Yesu, kwa kuliita jina la Yesu Kristo la hai. Wengine wanapoteswa na mamikono mingi ya matabibu na waganga na nani, sisi tunaliita jina la Yesu. Hilo jina la Yesu tukilitaja tunapata msaada. Twende kwa nani? Amen. Sikiliza, twende kwa nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Unataka uende kwa nani? Hawa Waisraeli walikuwa na story nyingi sana. Yesu anawaambia, mimi ndiye mkate wa uzima. Mtu akinila mimi hatapata njaa. Akiniamini mimi haone kiu. Yesu anatosheleza ulimwengu wote. Sikiliza, Yesu anatosheleza ulimwengu wote. Wakamuuliza, wewe unatuambia kitu gani? Musa aliwapa baba zetu mana
Akawaambia, sikiliza, walikula mana lakini wakafa na leo hawapo. Wakala mana watu wazee wenu wakafa na leo hawapo. Lakini mimi ni mkate wa uzima, ukinila hutakufa, utaishi milele yote, utakuwepo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ni kama kwamba anasema kwamba mana haikuwa chakula cha dunia, ilikuwa ni kwa ajili ya Waisraeli peke yao, haikuwa kwa ajili ya ulimwengu wote, na ilikuwa inashughulika na kuondoa njaa. Lakini mimi Yesu ninashughulika na masuala ya uzima wa roho, uzima wa nini, wa nafsi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikiliza mtu wa Mungu, sikiliza rafiki yangu. Yesu anatafuta mtu mmoja ambaye ni mwaminifu, ambaye anajibu hili swali. Unapopita kwenye nyakati ngumu kama hapo wenzetu, umekutana na mafundisho ujue, unakutana na wakati ugumu, unaweza ukawa huko kwenye kitanda umelala, maisha yako hivyo, umepoteza kila kitu. Leo ninakuambia ya kwamba hii sauti inayokujia, uko muujiza unaweza kutokea tena kwako. Amen. Mungu anatendea kazi lile neno la ushindi tunalolitoa, lile tamko tunalonena tukiwa katika hali ya kukata tamaa. Kuna tamko mtu huwa analitoa, tamko la mwisho, tamko, kauli ambayo huwa hawezi kuibadilisha. Pana nyakati unapita, huwa kuna inakulazimu utoe tamko ambalo huwezi badilisha. Wakikuuliza utarudia ile ile. Sasa huyu Petro anasema, twende kwa nani Bwana? Kwako sisi tumerizika, kwako kuna uzima, kwako kuna uponyaji, kwako kuna nguvu. Hawa jamaa sisi hatukufuati kwa sababu ya mikate tu. Tunaamini mikate utatupa, ukitaka utatupa mikate zaidi na zaidi, lakini tunachofuata ni lile neno ambalo kwamba kwako lile neno tukilisikia linatupa uzima. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Ukapokea uzima kwa jina la Yesu hai. Pokea ile neno lenye uzima kwa jina la Yesu hai. Mungu akutendee miujiza mikubwa. Mungu ainue biashara yako. Mungu abariki ndoa yako. Mungu apandishe watoto wako. Mtume Paulo katika kitabu cha Warumi anasema hivi, ikiwa huyu Mungu atakuwa pamoja na sisi, huyu Yesu atakuwa pamoja na sisi, hivi ni kitu gani kitainuka juu yetu? Kitu gani kitainuka juu yetu? Amen. Kitu kipi kitainuka juu yetu? Katika mstari wa 38 na 39 huyu bwana mtume anahitimisha, anaanza kutaja vitu ambavyo kamwe haviwezi kutenga upendo, kututenga sisi na upendo wa Mungu. Anaviolozesha, anazitaja vyote kwamba kama ni mauti haiwezi, kama ni njaa haiwezi, kama ni uchi hauwezi, kama sijui ni kukosa nguo hapana, kama sijui ni kuchekwa na kutengwa hapana, ikiwa ni kupigwa, kuonewa, kuburutwa, kufungwa, bado hakuwezi kututenga na upendo wa nani? Wa Yesu. Sasa anasema katika hivyo vyote hakuna hata kimoja, na yote hayo tunashinda na zaidi ya kufanyaje? Ya kushinda. Bwana asifiwe sana. Haleluya watu wa Mungu. Sikiliza. Ukimwamini Yesu, ukamtumaini Mungu, mara baada ya imani yako, Yesu anaanza kuachilia mkono wake. Ukimwita anajibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukimwita anajibu, ukimwomba anajibu, ukimtafuta anaonekana, ukimwijilia anasimama pamoja na wewe. Bwana asifiwe sana. Mahali popote ambapo utamwita atakuja na ataonekana, atajithibitisha, atajipambanua. Ndio maana hawa watu, kwa sababu hawajamwamini, wanamkimbia, wanaondoka, wanarudi nyuma kama watu wengine walivyoondoka kwa Yesu. Leo unapotoka kwa Yesu ukakimbia kwenda mbali,
uwe na uhakika kwamba unauacha uzima milele, unafuata ile hatari iliyoko nasema, hatari ya kukutana na ghadhabu ya nani? Ya Mungu. Sisi hatutaki kukutana na ghadhabu ya Mungu. Twende wapi? Tuondoke twende wapi? Tutabaki ndani ya Yesu. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Ikiwa tuko ndani ya Yesu, jambo ni moja tu. Leta hoja zako zenye nguvu. Amen. Leta shida zako. Mlilie Yesu, mlilie Mungu, mwite Mungu. Bwana asifiwe sana. Jaribu lipo ndio, lakini Biblia inasema hivi, jaribu sio la kwako peke yako. Majaribu yamekuwepo kwa watu wengine wengi. Lakini Mungu amekuwa mwaminifu. Hawezi kukuacha ujaribiwe kupita nini? Uwezavyo. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Natamani Mungu akutembelee. Natamani Mungu akuinue. Amen. Natamani Mungu akuguse. Amen. Natamani Mungu akuponye. Amen. Natamani Mungu aiokoe roho yako. Amen. Natamani Mungu akuite zaidi. Amen. Katika jina la Yesu hai. Amen. Sikiliza, kama una ushuhuda, Bwana atakupa ushuhuda. Kama hujatendea miujiza, Mungu atakutendea miujiza. Kama hujaokoka, Mungu atakuokoa. Mungu atakubariki kwa baraka zake kila wakati kama anavyotaka. Bwana asifiwe sana. Yuko tayari. Mpe Yesu makofi mazuri. Hatutaondoka kwa Yesu kwa sababu dunia imegeuka. Dunia imemsaliti Yesu. Hatutaondoka kwa Yesu kwa sababu wokovu unaonekana sasa haupo tena duniani kama wengine wanavyodhani. Hatutaondoka kwa Yesu kwa sababu sasa ukijiita umeokoka wanakucheka. Hatutaondoka kwa Yesu kwa sababu kwamba hata watu waliookoka na wao wanafungwa tena wanaonewa, tena wanapigwa, tena wanadhalilishwa. Yote yakitokea hayo bado hayaja qualify kutuondoa kwa Yesu. Kinacho qualify kutuondoa sisi kwa Yesu ni yeye mwenyewe. Amekuja kutuchukua hapa, akatupeleka, akatufikisha huko, akatuambia sasa nyinyi sio wa dunia hii. Amen. Tunaondoka kwenda pengine. Hicho tu ndicho kitakachokuambia. Tulikuwa tuna mtu hapa anaitwa mlokole, sasa tumuoni. Tumeshaondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Majaribu, mateso, misiba, sijui changamoto, kukosa watoto isiwe sababu ya kukutoa kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Isiwe sababu. Magonjwa sio sababu. Sasa sikiliza. Mtume Petro anamaanisha hivi, Yesu ndio mwenye mamlaka ya kuponya. Sasa tukienda kwa wale tunaowadhani sijui wa nani ambao wanaponya kwa njia gani, bado wale watatutesa na bado hawatafaulu. Anayeweza kututendea na akatuponya uponyaji wa kweli ni Yesu peke yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kanisa la Mungu, hebu tumtafute Yesu. Tumuite Yesu. Bwana asifiwe sana. Watu wengi leo wanachoka na wokovu. Watu wengi leo wanachoka na imani. Watu wengi leo wanachoka na maombi. Watu wengi leo wanachoka na kusoma neno. Watu wengi leo wanachoka na kujishughulisha na Yesu. Kama hawa jamaa walikuwa tayari wale vya Mungu, lakini hawako tayari kuambatana na Kristo. Lakini Yesu anasema, ukitaka ufaidi vya kwangu, wewe kaa na mimi. Amen. Bwana asifiwe sana. Mpe Yesu makofi. Haleluya. Sikiliza. Wakati unapopitia majaribu katika maisha yako, mahali pekee pa kukimbilia ni kwa Yesu. Mahali pekee pa kukimbilia ni kwa nani? Ni kwa Yesu. Tusimkimbie Yesu tukarudi nyuma kama hawa walivyomkimbia. Tusimkwepe Yesu kama hawa walivyomkwepa. Bwana Yesu asifiwe sana. Inawezekana pakaona wakati wa mashaka. Mashaka mazito yamejitokeza, mashaka moyoni mwako juu ya hali ulionayo,
juu ya hali iliyopo. Shaka kubwa ambayo imetanda kama giza. Bwana asifiwe sana. Tukumbuke ya kuwa maneno yake ndiye yanayotoa uzima wa milele. Amen. Maneno ya Yesu yanatoa uzima wa milele. Kusoma neno la Mungu na kulitafakari kitatupa uzima wa milele. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Lakini kuna wakati inawezekana umekabiliwa na machaguo mengi. Kuna watu wanafika kipindi wanapata mkanganyiko, achague kipi, aache kipi, afanye kipi. Kauli yetu iwe kama ya Petro, twende kwa nani kama sio kwako? Yesu akasema watakuja makristo, watajitaja, watafanya haya na haya, lakini hayo yote yasikuchanganye. Yeye sema hili kauli ya Petro, twende kwa nani? Kwako ndio kila kitu, msaada wa kweli, utimilifu wa kweli, uponyaji wa kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, watu wa Mungu. Miujiza ya kweli, neno la uzima, baraka za kudumu ziko ndani ya Kristo. Haziko ndani ya yeyote yule. Ndani ya Kristo ndipo tunapopata kila kitu. Mtu wa Mungu, rafiki, ndugu yangu, Bwana asifiwe sana. Mungu anatamani akikuona unaambatana naye kila wakati. Anatamani akiona shida zako unazileta kwake. Inawezekana ukawa na marafiki ukawashirikisha, lakini Mungu anatamani shida zako na haja zako zote zijulikane kwa yeye. Uzisubmit, uziwasilishe kwake. Umuombe, umwiche, umlilie. Wengi wameacha kuomba. Wengi wameacha kumwamini Kristo. Leo nataka nikutangazie, ni yeye yule jana, leo na hata milele. Hajachoka, halali, wala hata acha mguu wako upate kuondoshwa hata nukta moja. Anakujua. Amekuchola kwenye vitanga vya mikono yake, anakujua ulivyo. Ikiwa anakujua, atakayoyatenda ni yale yanayokuinua, ni yale yanayokubariki, ni yale yanayokupandisha, ni yale yanayokuhuisha. Bwana asifiwe sana. Mpe Yesu makofi mazuri sana. Hallelujah. Twende kwa nani? Tuondoke, twende kwa nani? Tunapopata vimbe, twende kwa nani? Kanisa, tunapoumwa, twende kwa nani? Twende kwa nani? Wenye nyumba zetu wanapotudai kodi za nyumba na hatuwezi kulipa, na wakati mwingine wamekutishia kutoa vitu ndani, wanaongea maneno ya kukuzalilisha, twende kwa nani? Twende wapi? Ndoa zetu zinapopita changamoto ngumu, zito, tukabiliwa na migogoro mizito, twende kwa nani? Bwana asifiwe sana. Wengine mnasikia matumbo yanawaka moto, madonda ya tumbo. Umeshauriwa kila ushauri, umejaribu kila kitu, kila walichopendekeza umekifuata, lakini muda unakwenda na tatizo liko pale pale. Swali linaulizwa, na ninyi mnataka kuondoka tena kwangu? Petro anasema, tuondoke kwako, twende kwa nani? Kanisa, twende kwa nani? Kwa Yesu. Kwa Yesu. Kwa Yesu. Bwana asifiwe sana. Namfahamu ndugu mmoja aliyelazimishwa kuhama sehemu kwa sababu tu kulikuwa na hali fulani ambayo ilikuwa ikifanyika, akahisi sio ya kawaida, na akaona ya kwamba sasa maisha yake yanaweza asiwe salama tena. Yalimlazimu awe anaishi maisha ya kukimbia,
ya kuhama, ya kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, lakini ile tatizo alikuweza kuisha. Kila alikohamia lilijitokeza, akihamia hapa linajitokeza. Na kwa sababu kwenye kichwa alikuwa amejenga kwamba kuna watu wananichawia, wananifanyia uchawi, wananifuatilia maisha yangu, na yeye hakuwa na mbinu ya kupambana nao. Kila alipoiona dalili anasema na huku wamekuja, akahama tena. Alihama vijiji zaidi ya 4, anakimbia. Siku moja akakutana na mtu mmoja, mtu wa Mungu mmoja, anamwambia, mimi nimeteseka, sasa anaonekana sina makao tena, kwenye hii dunia sina amani, nimekosa usingizi, nikilala nasikia vitu vya ajabu ajabu, mimi kama nyumba inaniangukia, watoto wangu wanapita kwenye hapa na hapa. Ndipo nimehama kijiji hiki, nikahamia hapa, nikahamia hapa, nikahamia hapa. Yule mtu wa Mungu akamuuliza, tangu ulipohama umepata majawabu? Akamwambia, hapana, sijapata majawabu. Akamwambia, kuna kijiji kimoja kizuri, ukihamia huko hawawezi kuingia. Yule ndugu akatamani aonyeshwe hicho kijiji ambacho akihamia watoto wake hawezi kufa. Akihamia huko mambo yalikuwa yamemsibu hayawezi tena kumfuata. Akamwambia, kama utakuwa tayari uje siku moja nikupeleke. Akamwambia, sikia, ngoja nikashauriane na mke wangu, tukiwa tayari tutakwambia, ili uje ukatuonyesha hicho kijiji, tuko tayari. Kumbuka wakati huu wamehama sana, wamepoteza resources nyingi. Kwa hiyo hata nguvu ya kuhamisha vitu walikuwa hawana. Ni kama kijiji kile cha mwisho walikuwa wamesema, sasa hapa hatutahama tena, kwa sababu hatuna tena uwezo wa kuhama, maana sasa tumehama zaidi na zaidi. Sikiliza, wakaenda wakashauriana, wakakubaliana popote itakavyokuwa lazima tuone kama hicho ni kijiji cha mwisho na ndio suluhisho. Nafikiri tuingie gharama, tuuze hata kilichopo ili tuhamie huko. Wakamfuata yule mtu wa Mungu, akasema, kesho nitakuja nyumbani kwenu, nisome na ninyi nyote, alafu niwachukue niwapeleke mahali pale nikawaonyesha. Wakiwa wana shauku, wamejiandaa vizuri, wanategemea wasikie wapi wanataka kwenda. Ndipo yule bwana akaja na Biblia. Akamwambia, sasa kabla hatujaenda mbali sana, kwanza mnisikilize. Ndipo akawafundisha habari za huyu Yesu ambaye ana maneno ya uzima milele. Akawapa habari zake kwamba amekuwa mwamba imara, mwamba mponyaji, mwenye nguvu, baba mwenye upendo, baba mwenye huruma, baba ambaye analinda na kujali watoto wake, na kwamba ukimpata huyo, hata kama ukarudi kwenye kijiji chako cha kwanza, hakuna atakaye kuhamisha. Watesi walikuwa wanajipanga kukutafuta, wote hawataweza tena. Kwa sababu gani? Utakuwa na nguvu, utawezeshwa maradufu. Yule baba akasema, hapana mzee, hivi unajua kinachonitesa? Unajua kinachonisumbua? Nimeshika watoto, unawezaje kunirudisha huko? Na hawa jamaa ninawajua, sio wa kawaida. Akamwambia, niamini, jaribu huyu Yesu. Sikiliza, hatimaye akampa Yesu maisha yake. Bwana atusaidie sana. Sikiliza, nataka nikwambie hizi habari nzuri. Ukimpa Yesu maisha yako, ukamtumainia Yesu, ukamkimbilia Yesu, tunajua mapito yapo, lakini yeye ni mwamba salama. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni nguzo imara. Wengi wamesikia habari za Yesu, wamefika ni kama wameziona za kawaida, zikinenwa ni kama anajiuliza, hivi inawezekana? Mpendwa, inawezekana. Majini yanaelewa, wachawi wanajua, watu wa ajabu wote wanaelewa kwamba mtu aliyeokoka analindwa na nguvu isiyo ya kawaida.